Maandiko ya kwenye barua ya kusoma kabla ya kusikiliza ujumbe. Mtu anayejiepusha na uso wa Bwana ni Yona sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebuni, aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Malaki sura ya 4 yote. Kwa maana angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi, nao wote watendao uovu, watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawachia shina wala tawi. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza kama ndama wa mazizini. Nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu, katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu, niliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote, naam, amri na hukumu. Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii, kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 12. Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Luka sura ya 17 mstari wa 30. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa Mwana wa Adamu.